Musa anaambiwa kwa ajili ya wana wa Israeli. Yaani hapa panataka uishi kwa kanuni za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi gani ufuate kanuni za Mungu na kutojichanganya. Kwa sababu namna anapoongelea kuhusu madhabahu na nguzo, maashera, madhabahu, ukumbuke katika kila kitu au sisi tunaoishi, kila mtu ana madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tuliookoka tunayo madhabahu. Tunamtegemea Mungu, tumeokoka, damu ya Yesu imetukomboa. Tunafuata kanuni na miongozo na taratibu kwa mujibu wa madhabahu hiyo. Wanao ambao ni wapagani nao wana madhabahu. Hakuna mtu anaishi hivi. Bwana Yesu asifiwe. Hilo kwanza tukubaliane. Katika kuishi kila mtu ana madhabahu yake na anaiheshimu na anaitumikia na anaitolea kafara na anaitolea sadaka. Yaani kuna mambo ni mengi anafanya ili kuhakikisha madhabahu inaendelea kufanya kazi. Na ndio maana hapa Mungu anahimiza, kama umejichanganya hakikisha unabomoa hizo madhabahu. Kuna namna fulani lazima ubomoe, lazima uvunje. Anaposema kubomoa madhabahu maana yake kile chochote ambacho ulikuwa umefikiri utakitegemea kuliko yeye, bomoa. Au umeshajichanganya au watu wako wameshajichanganya, bomoa kwa kuomba. Damu ya Yesu iweze kupita na kukomboa, kwa sababu hakuna chochote ambacho kinaishi kwa sisi tunaomtegemea Bwana Yesu. Ni damu ya Yesu peke yake ndio inaweza kukomboa na kutuweka salama. Bomoa madhabahu. Anaposema vunja nguzo, nguzo ni watu wanaowategemea. Vitu vyote ambavyo unafikiri wao wanategemea, waganga, wachawi, yaani hivyo, ni nguzo hizo, vunja. Bwana Yesu asifiwe. Maashera ni hali fulani. Ukisoma maana ya maashera ni kama alikuwa ni mungu fulani ambaye somebody Moleki. Ukisoma ukifuatilia, alikuwa ni kama ameanza kuaminiwa na watu wakaanza kufanya vile anavyoelekeza, ikawa inaonekana kama ni sawa kumtumikia, lakini bado unamtumikia Mungu. Kwa mfano, kuvaa rozari, yaani kuvaa rozari, those is kind of asheras. Yaani ni aina fulani ya ashera ukisoma maana ya hivi vitu. Lakini kwa macho ya rohoni yanatakiwa yawe macho, ili uweze kuwa na ule utambuzi wa kugundua kwamba hiki sio sawa, ni lazima nikiombee kiondoke. Na ukijaribu kujipeleleza na kujikagua, utagundua tu kwamba kuna kitu kimeingia kigeni. Nichukue hatua, niombe, nihakikishe hii hali inaondoka. Kwa sababu kuna namna usipofanya hivyo vitu vyako haviwezi kurudi, kwa sababu vile vyote vilivyoibiwa na kuchukuliwa vimefichwa kwenye mashimo, kama tulivyosoma kwenye kitabu cha Isaya. Watu wametekwa, wamefungwa katika magereza. Gereza lolote wako lipo, hakikisha unapambana kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Ujue kwamba shetani alivyo na hila nyingi, ana uwezo wa kukuazimia. Kwa mfano, sikumbuki ni mstari gani kusoma kule Matendo ya Mitume, wanasema wakakaa wakaazimia. Walikuwa wamepanga kumuua nani? Paulo. Yaani wanakaa na kufanya maamuzi, wanaazimia. Kwa hiyo adui anakuazimia hata wewe hujui, kwa sababu sisi tuliokoka, kuokoka tu tayari umetangaza vita. Kwa hiyo watataka uishi, utaokoka sawa, utaenda mbinguni sawa, lakini umeishi kwa shida, na umeishi katika vitu fulani ambavyo, vifungo fulani ambavyo pengine umefungwa, hujagundua hata kama umefungwa hiyo eneo. Mdai Mungu akuonyeshe kitu gani hasa hakiko sawa, ili uweze kuomba na kuweza kuchukua hatua. Kwa sababu mambo yote ambayo umekusudia kuyafanya na hujayafanya, utafute kwa nini hujayafanya. Yale ambayo uko unafikiria katika career yako, katika future yako, kwamba hiki na hiki na hiki nitakifanya, sijakifanya. Kwa nini? Tafuta sababu. Sababu unaweza kukuta haina hata maana. Hapo ndio ujue unaibiwa. Kwa sababu watu wengine wamefanya na wamefanikiwa kwenye hicho ambacho wewe unakichukulia uzito kukifanya. Naomba uanze kuchukua hatua. Maisha sisi ni ya utukufu hadi utukufu.
sio kubaki pale pale, na wala sio kukaa tu kutusubiri kwenda mbinguni. Lazima tule mema ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Mema ya nchi lazima tuyale, ndipo tunapotakiwa kuwa na ule ufahamu ya jinsi gani ya kurudisha vitu vyetu vyote vilivyochukuliwa na kuwekwa mateka na kufukiwa katika shimo. Kwa hiyo ni muhimu sana kukaa na kupata nafasi ya kutafakari na kujua uanzie wapi kuweza kutafuta suluhu ya jambo ambalo unaliona kwako lina shida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii iko sawa. Kwa hiyo tujaribu kuangalia katika kukua kwetu kiroho, katika kuishi, katika kujifunza namna gani, vitu gani umejichunguza na kujipeleleza ukagundua vinahitaji kurudi kwenye maisha yako. Vitu gani unaona haviko sawa na vinatakiwa vikae sawa. Katika kile ambacho umekigundua hakiko sawa, fanya mchakato wa kukirudisha kama alivyofanya nani? Daudi. Kwa hiyo katika hatua ya kufanya utaratibu wa kurudisha, jipange kwenye vita. Maisha yanataka mapambano na vita kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho unakiona hakiko sawa, chukua hatua, fanya vita. Maombi ni ya vita. Vita vyetu, na ndio maana ukisoma katika Waefeso wamesema vita vyetu. Kwa nini hakusema mambo yetu? Akasema vita vyetu. Pale anatufundisha kabisa kwamba maisha yetu ya siku zote sisi tuliokoka ni vita. Na ndio maana akasema vita vyetu sisi si juu ya damu na nyama. Na akatuelekeza namna gani. Kwa hiyo tusizubae na tukawa wazito kwa kufuatilia na kuhakikisha vitu vyetu vinarudi. Nguvu ya maombi, nguvu inatakiwa iwekwe kwenye maombi kuhakikisha ibilisi anaachia vyote ambavyo amevichukua kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hata ufahamu ibilisi anaweza kauchukua ukaanza kuwaza tofauti. Ulikuwa na malengo mazuri umeyaweka, uyafanye tena. Ulikuwa na mipango mizuri umepanga. Yaani kuna namna fanya na kudidimiza ili usiinuke. Hiyo tumemwongelea ibilisi na mawazo. Yaani tumekuongelea wewe na mawazo unayoyawaza ambayo ibilisi anaweza kayapandikiza ndani na ukachukulia vitu kwa wewe. Unakuwa unachukulia vitu poa tu, unaona kama ni sawa lakini sio sawa. Kuna vitu vya kuchukuliwa kwa kuona kabisa. Kwa mfano labda kuna kitu mtu kakunyang'anya, kuna kitu mtu kakuchukulia, kuna kitu mtu haki zako amezichelewesha. Kama tulivyosoma hapa kwa Labani, tulivyoona alivyokuwa anamfanyia, anabadilisha mshahara wake, anasema hivi, yani mambo yanakuwa hayaendi kama walivyokubaliana. Pale tayari hilo ni tatizo, unachukua hatua. Na ukigundua labda ni labda mpaka pengine ni eneo lako umenunua, mtu amekuja amekuvamia, anatakiwa arudishe. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali kuonewa. Kwa kuokoka sio kukaa, yani usiwe tu unaachilia mambo hivi, hapana. Shetani hataki kutonea. Wanacheka saa nyingine. Wanasema huyo Yesu wao yuko wapi? Lazima ifike mahali watambue kwamba na sisi tuna Yesu na tuna nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu zinatakiwa ziwepo rohoni. Jukumu tunalotakiwa kuwa nalo sasa hivi ni kumuomba Mungu toba na rehema ili shetani asitutafutie sababu ya kuvikosa vitu vyetu. Bwana Yesu asifiwe. Ukijikagua na kujipeleleza, unaweza kugundua kwamba kuna sehemu umekosa. Tubu. Shetani asiwe na hati ya kukushtaki. Akose mashauri yoyote ya kukushtaki. Ili akose sababu, ili uwe na haki ya kuingia patakatifu kudai haki zako na kupambana kunyang'anya vyote vilivyoibiwa kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wakati mwingine mlango ulifungulia mwenyewe vikachukuliwa. Kwa hiyo ni kuufunga ule mlango
na kuomba toba na kuanza vipya. Yaani tujitakase, tujihakikishe kwamba tunadai haki zetu kwa haki. Upate haki yako kwa haki. Bwana Yesu asifiwe. Yale ambayo Mungu amekukusudia kuwa nayo ni mema na mazuri. Kipawa tulianza kujifundishana, tusema kuna kipawa unacho. Chochea hicho kipawa. Hakikisha kibali kinarudi. Wakati mwingine unajikuta unafungua hata duka au biashara, hata wateja hawaji. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuuza huuzi, lakini jirani hapo anauza. Hilo ni tatizo. Fanya mchakato wa kushughulikia. Usiache tu mambo yakaenda hivi. Ujue hapo kuna shida. Chochote ukiona hakiko sawa, ni tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Ni kudai kuhakikisha kinarudi. Na ni lazima kirudi. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa wapole sana. Ile kuokoka tunakuchukulia mambo kwa upole. Hapana. Utajikuta umeokoka, umeishi duniani sawa, hujatenda dhambi, umeishi lakini umeishi kwa shida. Lazima yale maarifa ya kufanikiwa ya kibiblia tuwe nayo ili tuweze kutoka hapa tulipo kwenda hatua nyingine. Vilivyoibiwa, kila mtu najua kuna kitu kaibiwa hapa. Ni uongo kweli? Mmegundua kila mtu alipokaa katafakari anajua kuna kitu kaibiwa kinatakiwa kirudi. Bwana Yesu asifiwe. Mtangazi kitambe sasa natangaza. Sasa natangaza vita. Narudisha vyote vilivyoibiwa katika jina la Yesu. Amen. Lazima virudi. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ajue kwamba tumemgundua. Tunatakiwa kupeana haya maarifa kuhakikisha tunamiliki haki, vitu kwa haki, kwa sababu ni haki yetu. Wakati mwingine watu wanasema wewe ulitakiwa upate eneo hili, nilitakiwa ulimiliki. Lakini kwa kuwa wengine wanaweza wakaliona kwamba ni zuri, wakalichukua wao, wasema tutakupa sehemu nyingine, sijui Vigwaza, tayari ameshakubadilishia hatima. Pengine pale ungeweza kufungua sheri au ungekodisha. Pengine pale ungeweza kupakawa ni sehemu yenye rutuba na kukuzalishia faida, wameshakuondoa, wamehamisha hatima yako. Usikubali. Tutapambana vita. Vita ni vita. Kama wanavyosema watu wa kusoma hapa, ni vita. Ni kweli ni vita. Nimegundua maisha tukiishi kwa ulegevu tunaumia. Kwa sababu tunajikuta tunaishi kwa unyonge wakati tunatakiwa tuishi kwa ushindi na maisha mafanikio na wokovu. Bwana asifiwe. Kuna vitu hatima zetu zinachengeshwa mpaka tunashindwa kusadaka sawa sawa. Hapana. Haiwezekani. Lazima tufike mahali kukasirika nani? Tukasirike, tuchukie zile dhambi zilizotuletea shida, lakini tukasirike kuvirudisha vitu vyetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atatufungulia na kutupa maarifa zaidi na zaidi. Tuweze tuombe namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Maarifa ya kuomba. Na tukiomba, tukivunja, tukiharibu, tukibomoa madhabahu zao, tukifanya vitu vyote hivi, tunarudi kumwambia Mungu, ni juu yako Mungu. Ili shetani ageuke na kuturudisha kisasi. Bwana Yesu asifiwe. Unafua kabisa, unafua kisasi na malipizi havitainuka kwako na kwa wote wanaokuhusu katika jina la Yesu. Kwa hiyo omba kwa kuhakikisha unapambana vita. Unapopambana vita usisahau kufunga. Funge roho zote za visasi, kwa sababu amenicharukia. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza kusema amenicharukia leo, amegundua shida yake, anapambana kuomba. Mbane na wewe, funga zote za visasi. Bwana Yesu. Kwa hiyo omba katika kuogelea unakuwa salama. Nilichojifunza kwenye maisha ya sisi tuliookoka, hakuna kitu unakipata kwa wepesi. Ni vita. Tuamke, tuamue kupigana, kuvidai vitu vyetu ili kuvirudisha. Tusikubali kukaa kwenye mashimo, tusikubali kukaa kwenye magereza, tusikubali kuonewa, tusikubali kuachilia tu basi mimi basi. Hapana. Dai kwa haki ili upate vitu vyako kwa haki. Bwana Yesu asifiwe. Nikiwa naenda kumalizia, tusome mstari sura ya Yoeli
2 mstari ule wa 25. Yoeli 2 mstari wa 25 na ule mstari wa 20. Soma. Yoeli 2 mstari wa 25. Neno la Mungu linasema, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu. Nanyi mtakula chakula tele na kushiba na kulihimidi jina la Bwana Mungu wenu aliyewatendea mambo ya ajabu, na watu wangu hawatatahayari kamwe. Bwana Yesu asante. Mungu yuko tayari kuturudishia vitu vyetu vilivyoliwa na miaka iliyoliwa na tunutu na madumadu. Anaposema hivyo ni kwamba pindi kupoteza kwa muda mrefu, Mungu anaweza kurudisha vitu hivi ulivyotakiwa upate kwa miaka 5 ukavipata ndani ya miezi 6. Mungu anaweza. Hata ndani ya miezi 3 watu wote wanashangaa kumetokea nini. Yaani ana uwezo wa kubadili majira, ana uwezo wa kubadili nyakati. Kwa hiyo ni kuhakikisha umevidai, hapa hawezi kukurudishia kama hujadai. Bwana Yesu asifiwe. Kuna hatua lazima uichukue ya makusudi. Tuanze kuwa na hasira. Tuanze kuwa na hasira, tusichukulie maisha hivi hivi. Na nakuhakikishia ukiwa na hasira lazima kuna kitu kitatokea. Huu mwaka ni mwaka wa neema kubwa sana. Watu wanaomaanisha kumtafuta Mungu watamuona. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni mwaka ambao tunatakiwa kuishi kwa kujihadhari, kwa sababu mambo ni mengi. Bwana Yesu asifiwe. Ila ukimaanisha kumtafuta Mungu utamuona. Kwa hiyo vitu hivi anavyosema atakurudishia, lazima upambane wewe kuvirudisha. Kama Daudi alivyopambana. Omba hamaanisha lazima ataona kabisa kuna namna fulani, kuna fungua kibali, kuna fungua mlango, kuna fungua wepesi wa kuvirejesha vitu vyako vyote. Na unaona kabisa mambo yanaanza kwenda kwa wepesi. Mambo yanatakiwa kwenda, lakini sio kwa ugumu. Yasiende kwa ugumu kama yalivyokuwa yanaenda matairi ya magari ya Farao alipokuwa anawafuata wana Israeli. Unajua yalianza kwenda kwa ugumu ili Mungu alifanya hivyo ili wasiwafikie. Lakini sisi hapana, tutaki kwenda kwa ugumu. Mambo yanatakiwa yaende kwa wepesi. Yaani tusiwe ni watu wa mpaka tukauchukia. Hapana. Tufurahie, tumshuhudie Mungu wetu kwamba amefanya. Mwaka huu lazima kila mtu tutakapofika Disemba awe na kitu cha kushuhudia. Hiki Mungu amefanya. Bwana leo ni mwezi wa ngapi? Leo ni mwezi wa 3. Tuna miezi 9 ya kumaliza huu mwaka. Na wote tutamaliza salama. Lazima tuhakikishe tuna kitu cha kusema hiki ni hiki imefanyika. Hiki ili wazo lilikufa limefufuka, nimeweza kulifanya. Nimechukulia hatua. Hiki yaani lazima uwe na kitu cha kuonyesha hapa utakapokutana kwenye mkesha. Kila mtu aseme tutakapokuwa tunamshukuru Mungu. Kila mtu aseme kitu. Kuna namna fulani utajiona kabisa kwamba na mwaka unaokuja unajipanga kivingine. Kwa level nyingine. Maana kadiri unapofanikiwa na adui naye unajua new level. Si mnajua? Level inapopanda na shetani anakuwa viwango hivyo hivyo. Kwa hiyo unajipanga kivingine tena. Bwana Yesu asifiwe. Ukiongezeka tena unajipanga kivingine. Kwa hiyo ukija kuangalia unakuwa ni mtu unayeongelea kwenye imani na mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alibariki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Shetani akashindwa na hila zake zote. Tunapata ushindi. Hebu tusimame kama umeelewa, kama unataka kutoka, kama unakumbuka wale waliokuwa kwenye ambao tulikuwa hali ya hatima. Kwa hiyo
kaa huko wewe ulipoamua, itakuwa ni wewe. Ushuhuda. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu ninaomba tuimbe wakati tutakapokwenda kuomba haya maombi, na umaanishe jiconnect sasa wewe na Mungu na mafundisho haya ambayo umeyasikia. Hakikisha tutakapokuwa tukiomba, hakikisha unatoka, unajiondoa na unakuwa mtu mwenye mabadiliko. Azimia mabadiliko kutoka ndani ya moyo wako kwamba sasa nimeamua maisha yangu yatakuwa ya tofauti. Maisha yangu yatakuwa yana mabadiliko kuanzia katika kumtumaini Mungu na kumwamini Mungu na kufanya mambo yote kwa haki, ukiwa mtu mwenye haki. Asante Yesu. Nitasema ndio. Ndio. Nitasema Yeye ni mwaminifu kwa sababu ananijua na anakujua. Ndio maana Mungu amesema na wewe binafsi, amesema na mimi binafsi kuhusiana na maisha yangu, kuhusiana na maisha yako, namna unavyopaswa kukua kwa kiwango cha kimungu, lakini vile unavyopaswa kumiliki na kutawala na kugundua mambo mbalimbali ambayo umezulumiwa, shetani ambaye amesababisha uzulumiwe au wewe mwenyewe umejidhulumu, lakini Mungu amekuja ili atuponye. Na Biblia inasema kwamba Mungu anatufundisha ili tupate faida. Mungu ameamua kurudishia faida. Amua sasa kuchukua. Amua kwenda pamoja na Mungu. Amua kutembea pamoja na Mungu. Amua kusema kile utakachokisema kikatoke ndani ya moyo wako. Asante Yesu.
Tunasema ndio kwako Bwana. Tunasema ndio kwako Bwana kwa sababu unamjua kila mmoja. Unatufahamu kuliko sisi tunavyojijua Bwana. Unatujua kuliko sisi tunavyojijua. Unajua hatima yetu Bwana, kwa sababu kila kitu ulikiweka wewe, na unafahamu ni nani aliyokinyang'anya. Aisa mawazo yetu wenyewe, au adui amenyang'anya, au nguvu za giza zimenyang'anya. Bwana, tunaomba rehema sasa. Tumeinua mikono yetu kwako Bwana, tunasalenda mbele zako. Sisi wenyewe hatuwezi, ila Bwana wewe ni kila kitu. Watoto wako hawa Bwana, tumeinua mikono yetu kwako kwa jina la Yesu. Nifatisha ya maneno. Mungu Baba, Mungu Baba, inua mikono yako juu. Mungu Baba, nimesikia habari zako, nimesikia kweli yako. Mungu, ninaomba rehema kwa maisha yangu, namna nilivyoishi. Niliishi kiurahisi sana, sikuwa serious. Bwana, ninaomba rehema, ninaomba rehema katika maisha yangu ya kila siku. Namna nilivyoishi, nilikosa, nilikukosea. Ndio maana adui alichukua nafasi ya kuninyanyasa, ya kunikandamiza, na mimi sikujua haki zangu kumbe zimefichwa kwenye mashimo. Bwana, ninaomba rehema, ninaomba rehema jana wa leo, ninaomba rehema kwa damu ya Yesu inayonena mema, ikanene mema, ikaniachilie, ikanitakase, ikanifungue kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninajitakasa kwa damu yako, ninakimbilia kwako, ninakimbilia kwako kwa damu ya Yesu. Kila aina ya minyororo, kila aina ya mifungo ambayo adui
maamuzi ya kisasi juu ya maombi uliyoomba kwa watoto wako, kwenye kazi yako, kwenye biashara yako, kwenye mashamba yako, kwenye mifugo yao. Kakatae kila mahali, wazungushie ulinzi, zungushie ulinzi kila mahali kwa damu ya Yesu Kristo. Katika vitu kama viviliki vyote viweke chini ya utawala wa Mungu. Kataa malipizi, mruhusu Mungu mwenyewe akapigana hivyo vita kwa jina la Yesu Kristo. Mungu Baba, tunakuja tunakataa zidi ya kulipiza risasi, tunakataa zidi ya watoto wetu kwenye ndoa, tunakataa kwenye kazi, tunakataa kwenye biashara, tunakataa kwenye mifugo, tunakataa kwenye utumishi wetu, tunakataa kwa jina la Yesu Kristo. Tunakataa kwa damu ya Yesu. Kama neno walinde watoto wako, linda kila kitu kwa damu ya Yesu Kristo. Kataa ile roho ya kulipiza risasi katika jina la Yesu. Juu ya madai uliyodai, adui anaweza kainuka, lakini mfunge kabisa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, akanyamaze kimya milele katika maisha yako. Bwana akakuinue, Bwana akakupigania katika jina la Yesu Kristo. Tunaweka watoto wetu Bwana mikononi mwako, tunawaficha ndani ya damu ya Yesu Kristo, na kazi zetu na utumishi wetu na huduma mbalimbali ambazo Bwana umetupa, tunazifunika kwa damu ya Yesu, tunafunika kwa damu ya Yesu. Afya zetu na afya za watoto wetu na afya ya kanisa tunaikabidhi mikononi mwako kwa jina la Yesu Kristo. Tunakataa roho zote za kulipiza visasi kwa jina la Yesu, tunazifunga zikanyamaze kimya kuanzia sasa na siku zote za maisha yetu. Baba, asante kwa neema yako na kwa ukuu wako na wema wako. Asante. Imba kwa kushukuru Mungu. Mungu vile Yesu amesema tunatoka hapa tukiwa kitu mbele kabisa. Mungu ametengeneza maisha yako. Tunasubiri tu Mungu anavyokuinua, tunasubiri tu ushuhuda ambao wewe utaulinda kwa namna utakavyotembea kwenye hii nchi.
ya yote ambayo Mungu ametutendea. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi ambaye amesimama kuyanena maneno yake, kwa kuwa amekuwa mwaminifu kukaa mbele za Bwana na Mungu amemtumia vile anavyotaka, na maneno hayo ni kweli na hakika ya kwamba Mungu ametuletea uponyaji. Hebu mshangilie tena Bwana Yesu, kwa sababu Mungu yuko hapa na Mungu yuko kazini, na Mungu hataki tuendelee vile tulivyo, anataka mabadiliko. Yeye ni utukufu hadi utukufu. Haleluya! Mshangilie tena Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Asante Yesu. Naomba uweke mkono hivi, nataka niainishe ibada yetu. Mungu Baba yetu wa mbingu na nchi, tumekuja mbele zako tena na tumeketi mbele zako na tumekula na kunywa. Umetujenga, umetutengeneza, umetuumba upya, umetufinyanga upya. Mungu, umetutoa mbali tulikokuwa, umeturejesha tena upya katika maisha yetu. Umetutoa katika mashimo, umetutoa katika maficho ya adui. Bwana, umetuinua tena. Baba, tunakurudishia sifa na utukufu na heshima. Asante kwa ajili ya mtoto wako huyu ambaye ameinua mkono wake kuelekea kwako. Baba, ninaomba usinyamaze juu ya maisha yake, usinyamaze juu ya maombi yake. Atakapokuita Bwana ukasikie, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu Roho wako Mtakatifu yuko hapa. Asante kwa sababu ataambatana na kila mmoja. Asante kwa sababu mtu huyu hatakuwa tena mnyonge. Asante kwa sababu hatateswa tena, hatanyanyasika tena, hatanyang'anywa haki zake tena, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa neema yako, asante kwa ukuu wako. Ninamleta baba huyu, namleta mama huyu, namleta mtoto huyu, namleta kijana, namleta binti mikononi mwako. Ninaomba Bwana ukawakumbatie, ninaomba Bwana ukawashike kwa neema yako, ukawashike kwa mkono wako wenye nguvu, kawatunze na kuwalinda katika jina la Yesu Kristo. Zaidi sana Bwana, waendelee kuwafundisha ndani yao, endelee kuwafundisha siku kwa siku, waendelee kuinuka na kutoka katika mahali walipo, wakasonge mbele sawasawa na Mungu unavyotaka tusonge, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Weka kiu ndani yake ya kusoma neno lako, weka kiu ndani yake ya maombi, katika jina la Yesu Kristo. Weka kiu ndani yake ya kukupenda wewe, weka kiu ndani yake ya kukutumaini, weka kiu ndani yake ya kukutumikia wewe, Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na miungu yote tumekwisha kuiangusha, na miungu yote tumekwisha kuikataa, na mashera yote tumekwisha kuyakata. Tumechoma na madhabahu za adui moto kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, kainuke ndani yao, kafufuke ndani yao, kawainue. Washa moto wako ndani yao, moto wa maombi, moto wa kusoma neno, katika jina la Yesu Kristo. Kiu ya kujifunza ndani yake, kiu ya kukujua wewe Mungu ikaumbike ndani yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninamwachilia mtu huyu mikononi mwako, ninamfunika kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaomba ulinzi kuanzia sasa hata atakapotoka hapa kwa ajili ya kuelekea nyumbani kwake. Baba, tunaomba ulinzi, tunaomba ulinzi, tunaomba ulinzi. Atakapotoka hapa uende pamoja naye Baba, njia atakayoipita wewe ni Mungu utakayemuongoza. Asante kwa sababu ile mitego waliokuwa wameitega yote haitafanya kazi. Tunaisambaratisha, tunasambaratisha, maana umesema utamtuma malaika ili atutangulie. Asante kwa sababu ya mtu huyu, na mkabidhi mikononi mwako. Ninaiweka wiki yote mikononi mwako Bwana. Itakapoanza Bwana Jumatatu mpaka Jumapili, mpaka Jumatatu inayoanza, maisha yake yakabarikiwe. Baba, asante kwa sababu atasikia sauti yako. Asante kwa sababu atasikia ukisema naye. Asante kwa sababu na yeye atachukua hatua, maana amesikia habari zako. Baba, tunajifunika kwa utukufu wako, tunajifunika kwa damu yako. Mahali hapa bila wewe Bwana hatuwezi kwenda. Tunaomba uende na kila mmoja kupitia jina linalopita majina yote. Vyombo vya moto watakavyovitumia Bwana, tunavifunika kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti. Na nyayo za miguu yao kaziponye katika jina la Yesu Kristo. Wingu lako liende nao kila mahali watakapokwenda. Tunaviponya na vyakula, tunaponya na maji, tunaponya vitu vyote watakavyovitumia wiki zima, ili Bwana tukirudi hapa tuwe watu wenye ushuhuda. Ni Mungu aliyetuponya, ni Mungu aliyetutetea, ni Mungu aliyetuinua, lakini ukatufanya tuweze kuwaleta watu wengine kwako, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaomba na kuamini, na watu wote tuseme amen.
akubariki na kukutuza na kukufadhili, na twende na amani ya Bwana. Amen.